leo ni siku ya mwezi 29 kwa mujibu wa kalenda yetu. Leo ni mwezi 29, jana ilikuwa ni mwezi 28. Wala isingeliwezekana mwezi 28 kuonekana mwezi alafu sisi tukatangaza. Na matangazo yaliyotoka ambayo yamejibiwa na msemaji wetu Harith Nkusa kwa kuedit matangazo yetu ya kutangaza mwezi ya miaka iliyopita, mwaka jana sina mwaka juzi, kisha wajanja wakatia katika mitandao ili kuonyesha kwamba watu mwezi umeandama ili tuwafunge. Ule si mambo ya Uislamu. Uislamu hauko hivyo. Swala linalohusiana na mwezi ni swala la ibada. Alafu ni swala gumu sana, lina sheria ngumu, kwamba mtu hatakiwi kusema tu mambo ya mwezi. Lazima iwe ni mtu maalum aliyehusika. Sio kila Muislamu anaweza akausemea mwezi. Mwezi unasemewa na mufti au kadhi. Mufti au kadhi. Lakini sio mtu tu, hata kama awe na taasisi yake haruhusiwi kusema yeye, kwa sababu hana umufti na hana ukadhi. Anasemaje? Vitabu vya sheria vyasemaje? Mbona tunataka kufanya dini kama vitu vya Kiswahili hivi? Dini ni sheria, dini ni mpango maalumu. Kwa hiyo haukuandama mwezi jana, wala ilikuwa sio siku ya kutazamia mwezi, kwa sababu ilikuwa mwezi 28 kwetu sisi. Hii ndio hesabu iliyoko kwetu hapa bara, iliyoko Zanzibar, iliyoko na Kenya. Na Kenya, Zanzibar na sisi, ambapo sisi na Zanzibar ni jamhuri moja. Mwezi ukionekana Zanzibar, sisi huku tutautangaza, kwa sababu tuna kamati ya kushirikiana ya mwezi baina ya bara na Zanzibar na Kenya. Hii iko miaka mingi, na mikutano kushirikiana Afrika Mashariki kuhusu mwezi ilifanyika. Mkutano mkubwa sana Tanga wakati wa Sheikh bin Juma bin Hamed. Wakaja masheikh kutoka Kenya, kutoka Uganda, pamoja na sisi huku na kutoka Zanzibar, kukubaliana kwamba katika maeneo yetu ukionekana popote mwezi tupeleane habari ili utangazwe mwezi huo, ikiwa ni wa kufunga au ni wa kufungua. Ile habari haijavunjika mpaka leo, na hasa sisi Tanzania bara na Zanzibar na Kenya tunashirikiana mpaka leo juu ya kutangaza mwezi mwandamo, ima wa kufunga ima wa kufungua. Kwa hiyo tunatoa sarahatan kwamba mwezi jana haukuonekana. Na pia tunataka kueleza kwamba taratibu za ikhtilafu al-matali, kukhtalifiana machimbuko ya mwezi, haya ni mambo ya kielimu, na sisi tunaangalia kwamba tunakwenda na namna gani. Kila watu wana machimbuko yao. Tizama vitabu vya hadithi, kila watu wana machimbuko yao. Lakini tusende huko. Mimi nataka kueleza tu kwamba jambo kubwa hapa ni moja tu. Mtu kama atakuwa amefunga kwa machimbuko ya mwezi wa nchi yoyote, iwe Saudia, iwe Nigeria, iwe Hong Kong, China, iwe wapi, sisi hatumzuili na afunge kutokana na huo mwezi aliouona yeye huko, kwa habari ya huko, iwe ni Saudia, iwe ni mahala popote, yeye afunge. Hatuna ugomvi naye, wala hatuna matatizo naye, na wala hatuwezi kumzuia. Sisi tunamwambia aendelee kufunga kufuatana na hizo tarehe za huko, na ikifika wakati wa kufungua afungue kufuatana na tarehe za huko anakoziona yeye ambazo anaziamini. Tunachokizungumza kitu kimoja, mamlaka ya kutangaza mwezi, ili serikali ijue kwamba mwezi umetangazwa na watu wanafunga, na likizo na mipango ya kiserikali inakwendaje. Haya ni mambo yako toka zamani. Hata sisi tumeingia katika nafasi hizi, tumeyakuta, tunaendeleza tu. Sio kwamba ni jambo ambalo tunalifanya sasa hivi. Mamlaka ni ya nani? Ndio swali tu. Mamlaka ni ya nani? Siku zote tunaeleza kwamba mamlaka ni ya mufti wa Tanzania, na kama hayupo yuko kadhi, na kama hayupo basi kuna mtu ambaye atapewa mamlaka kwamba katangaze. Wako wajumbe wa baraza la ulama, kina Sheikh Jongo, kina Sheikh Isa, kina nani, kina Sheikh Shizenga, wako hapa, kina Sheikh Ali Ngeruko. Kama sipo watatangaza wao, tena ni baada ya wao kuwasiliana na mimi kwamba sasa tangazeni. Haya ni mambo ya kawaida ya kielimu na mambo ya kihukumu. Lakini tatizo la kwamba mtu akufunga, afunge atakavyo. Hata kama angefunga jana, sisi hatuna shughuli naye, afunge tu. Afunge. Hatuna matatizo naye wala hatushughuliki naye. Sisi tunachozungumza ni kitu kimoja, mamlaka ya kutangaza kwani ni ya nani? Mheshimiwa makamo mwenyekiti wa chama, na ambaye uko karibu sana na Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu,
Tutaka kueleza mamlaka ya kutangaza mwezi tutatangaza sisi Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA. Na ndani ya BAKWATA sio kila mtu, sio shekhe wa mkoa, sio shekhe wa wilaya, sio imamu, sio ni mufti au atakayepewa nafasi na mufti kwamba wewe tangaza. Ndio tunafanya siku zote. Sasa kubabaika kwamba mwezi ukoje, watu utaweza wapi? Wewe kutaka kufunga mwache afunge. Anataka kufungua fungue. Sisi tutasema ni nani ana mamlaka ya kutangaza? Ni sisi BAKWATA ndio tutangaza, mufti ndio anatangaza. Au anaweza katangaza kadhi kama sipo, au mjumbe wa baraza la ulama kwa idhini kutoka kwa mufti. Kwa namna gani umepatikana mwezi? Labda Zanzibar wameona mwezi na ile kamati yetu ya kushirikiana watatueleza, jamani mwezi umeonekana, na kama wao hakuona tumeona sisi huko bara kutoka na habari ya mahala popote, tutasema kuambia wao kwamba huko umeonekana mwezi, na Kenya tutawafahamisha mwezi umeonekana, kisha utatangazwa mwezi, tutafunga sisi, watafunga Zanzibar, watafunga Kenya. Na kama ni wa kufungua tutafungua sisi, watafungua Kenya, watafungua wenzetu wa Zanzibar. Alafu hii ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini Zanzibar akitokea mtu kutangaza mwezi asiyekuwa mufti, anakamatwa, anatiwa ndani mara moja. Ndio Zanzibar ilivyo. Ndio maana utakuta hakuna ghasia hapo. Huku sisi watu wajisemea tu kwa mamlaka tu, duyuku vijogovi vimekuwa vingi. Hata saa 6 usiku vinawika tu kokoliko. Na kuomba mheshimiwa lazima mdhibiti sehemu hii. Kwa mwenye mamlaka ya kutangaza ni BAKWATA. Ndio atakao tangaza mwezi utakaofuatwa na watu wengi. Ndio namna yake, lakini sisi BAKWATA hatujamzuilia mtu. Siku moja ilitokea, nikwambie mheshimiwa, ilitokea ubabaishaji mpaka ikalazimika serikali kumwambia Mufti Sheikh bin Juma kwamba tangaza mwezi. Akasema jamani, mimi sijapata habari ya mwezi. Hapana, tangaza. Yalitoka mamlaka juu, katika ofisi za juu za juu kabisa huko. Nikisema juu mtakuwa mnaelewa nazungumza nini. Basi mufti kama mufti, yeye yuko chini ya mamlaka, lazima atii mamlaka. Akaenda kwenye radio, waandishi wa habari wakaletwa, akatangaza mwezi. Jamani, kesho tunafungua, mwezi umeonekana, inasemekana huko kwenye bahari huko na wavuvi fulani. Kwa hiyo haya, mwezi ulioletwa umeletwa namna hiyo, tunafungua kesho, na jioni tutakuwa na baraza la Eid pale Starlight. Basi ikawa habari imeenea. Kesho yake tumejitutika sisi wote, tukaenda zetu pale, hali ya kuwa ni Eid, kwa sababu imetangazwa na nani? Na mufti. Imetangazwa na mufti. Tumekwenda kwenye Eid, yani baraza la Eid. Eid tumeswali, afu tumekwenda kwenye baraza la Eid. Mufti ndio anayesema kwa niaba ya Waislamu, afu baadaye anamkaribisha mgeni rasmi, na kipindi kile alikuwa ni rais siku ile, alikuwa ni Mzee Mkapa. Basi lakini akawa anatuambia mufti, jamani fanyeni mambo ile haraka haraka, wanataka nataka kwenda kufuturu. Vipi? Mimi sikufungua kwa sababu hakuonekana mwezi. Siwezi kuambiwa mwezi nitangaze mimi mwezi mpaka niseme mimi nithibitishe. Sikuthibitisha. Kwa hiyo hakuna mwezi, alafu na watangazia Waislamu walipe siku moja kwa sababu wamekula mchana. Na wakumbusha katika wale waliokumbuka. Na Mzee Kidana utakuwa unakumbuka kipindi kile. Kwa hiyo sasa tunaomba mheshimiwa, muda wako leo uko hapa, hii system ya kwamba wale kutangaza ni BAKWATA iendelee tu, kwa sababu ni jambo la zamani. Sio Sheikh Bakari Zuberi, toka Sheikh bin Juma, toka Sheikh Isa Shaban Simba mpaka nimeingia mimi, tunatangaza tu sisi. Ama kuwafanya watu wote tufungue mahali pamoja, jambo haliwezekani. Maana hata Saudia kuna watu wafuate ule mwezi wa pale. Sisi tunakwenda Saudia, tunakwenda Saudia kila siku. Hata sasa hivi ndio mwaliko kwenda Saudia. Ni mambo ya kila siku. Yaani wewe na mimi huwezi kuwa unaijua Saudia kuliko mimi. Mimi na mahusiano na wale wakubwa. Wewe ukienda utaishia msikitini, utapanda ndege, utarudi. Imeeleweka uzuri mpaka hapo. Kwa hiyo naomba na dunia nzima mheshimiwa, hakuna watu wanatangaza mwezi au na vigari na maspika na maredio na matv yao wanatangaza mwezi. Hakuna. Mwezi ni mmoja tu anayetangaza mwezi. Isipokuwa wenye kutaka kufunga na kufungua, ruhusa. Mtu afungue ni yeye mwenyewe, hajazuiliwa wala BAKWATA maskini ya Mungu hajamuingilia mtu huko. Sisi tunachozungumza ni yale mamlaka yatakayotoa nafasi mpaka hata serikali ijue kwamba ni nani wa kumshika, ni sisi. Na serikali alhamdulillah tunakusifuni na tunaombea Mungu, hamjawahi kukhalifu hata siku moja. Nyinyi mnafuata tunavyotangaza sisi. Kwa hiyo system iendelee.
Nigeria hakuna miezi ya namna hiyo, anatangaza mtu mmoja tu. Yule shekhe wa Nigeria anakutana naye kila mwaka, hata na safari fulani na kwenda atakutana naye kwa nchi zote. Senegal wapi, Misri wapi, Morocco, Yemen, Oman. Kama Oman wamesema mwezi hauwezekani kuonekana jana, wao walisema moja kwa moja, kwa hiyo hakuna kufunga leo. Sehemu zote anatangaza ni mtu mmoja, lakini sio kwamba ndani yake kuna na watu wengine nao pia. Sasa mtasikiliza nani? Lazima msikilize mtu mmoja, lazima msikilize mtu mmoja. Hamwezi kumsikiliza huyu msikilize huyu, takanganyikiwa. Na ndio maana na msingi mkubwa wa kuanzishwa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, lenyewe halijaweka matatizo kwamba kusisajiliwe taasisi nyingine kwa ajili ya kuendesha mambo ya dini. Imetoa ruhusa zisajiliwe ili zile taasisi zisaidie katika masuala ya dini, lakini sio katika mamlaka, sio katika mamlaka. Mzangu Madabi nadhani unasikia, sio katika mamlaka. Sasa nimemwona mheshimiwa hapa, naona nifikishe salamu zangu juu ya masuala haya yanayohusiana na mamlaka ya kutangaza ama kufunga. Hatumzuilii, hata kama leo kuna mtu amefunga, jana kuna mtu amefunga, juzi kuna mtu anafunga, wengine watafunga kesho. BAKWATA hatuna maneno, sisi tunangojea tukiona mwezi, sumu liruyate wa aftiru liruyate alhaditha, fungeni kwa kuona mwezi na fungueni kwa kuona mwezi. Ni mambo, sio kwamba sisi ni wajinga tukusoma tujui. Sisi tumesoma, tuna vitabu unaweza kujaza na nzima huko. Sisi kila siku tutasoma, tunajua mambo hayo, na mashekhe zetu tushapa kaza kusema kina Muhammadini hawa kina nani kuelezea juu ya masuala ya mwezi. Sisi tunazungumzia mamlaka, sio huko kufunga na kufungua kwa mtu. Sisi tunazungumzia mamlaka. Ni nani kwani Tanzania anayezungumzia kuhusu mwezi? Mbona kabla ya kuzungumza mambo ya mwezi kuna mtu mwingine anaspika kule anatangaza, serikali inamwangalia tu, wala haina jambo naye, yenyewe ndio inaingia wasiwasi. Huyu anatangaza mwezi umeandama nini? Imeandama nyinyi, serikali imempa mamlaka yule. Nyinyi si mzasikiliza BAKWATA? Kwa nini hamkamati mtu yule mkamtia ndani? Au mkaenda mkumuuliza nyinyi umepata wapi? Je, umemwona mufti? Je, umepeleka taarifa kwa BAKWATA? Mimi kwangu ilikuwa ni hayo. Nataka niaguse mheshimiwa, yabebe hayo mpelekee mheshimiwa rais, na akitaka anione mimi niko tayari, nitafika, nitamueleza uzuri, nitamfafanulia na watu watakuwa wameelewa tunavyokwenda. Lakini uelewe pia hii ni system iliyokuwa kutoka zamani mpaka leo, sio kwamba Sheikh Abubakar Zuberi ameianzisha. Sijaanzisha mimi, ni jambo limelikuta. Na pointi nyingine kabla sijakaa, mheshimiwa, tuchukulie kwamba sisi tumeuona mwezi, tumetangaza mwezi kwamba umeandama, lakini Zanzibar ikasema haujaandama. Nchi moja hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku tunafunga kule hawafungi. Hiyo jambo linawezekana jamani? Yaani kule wao na idi yao, sisi na idi yetu, wana mwezi wao wa Ramadhani, sisi na mwezi wetu wa Ramadhani. Inawezekana? Si kila jambo tunakwenda. Juzi tulikuwa na vikao vya Islamic knowledge. Tumeanzisha taasisi nyingine inaitwa TISTA juu ya kusimamia Islamic knowledge. Tumewaita watu wa Zanzibar, mufti wa Zanzibar kaja na jopo lake lote la ulama, na hapa mimi na jopo langu lote la ulama, na wataalamu wakina mzee Hamza Njozi wale kina nani wako wote, wataalamu wasomi kutoka chuo cha Mumu wapi, tukazungumzia mambo hayo, tukakubaliana mambo yanakwenda vizuri kweli kweli mpaka sasa hivi, kwa sababu tunashirikiana Zanzibar na sisi. Lakini hatuwezi kuwa tuwe huku kuna fujo, kule hakuna fujo. Yaani kule mufti wa kule akizungumza ndio basi, huku mufti akizungumza kuna na wengine wanazungumza. Ya laha min ajab ya lallahi lilmuslimin. Kwa hiyo mheshimiwa, mimi niliona mahala hapo nipagusie kwa ajili ya kuiweka nchi yetu iendelee kuwa na amani zaidi. Wenye kutaka kufunga jamani, wafunge watakavyo. Wanataka kufungua wafungue watakavyo. Tunachokizungumza sisi ni mamlaka ya kutangaza mwezi wa muandamo wa Ramadhani na mwezi wa muandamo kwa ajili ya Al-Eid. Haya ni mamlaka yaliyo chini ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, BAKWATA, toka huko. Na ndio maana yule chief kadhi wa Kenya alitangaza juzi kwamba jamani, mwezi tukiuona mahali popote mwenye mamlaka ni mimi hapa Kenya, nitatangaza mimi. Na nikitangaza mimi ndio habari ya kufunga Kenya ndio hiyo. Sasa na mimi ndio nasema jamani, mamlaka ya kutangaza ni Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, ofisi ya mufti. Kuandama kwa mwezi kwa ajili ya kufunga, kuandama kwa mwezi kwa ajili ya kufungua. Na hatuendi khilaf hata na jamaa wa Zanzibar, hapana. Wote tutakuwa, wewe ukisikia tumetangaza sisi hapo, uje na Zanzibar hivyo hivyo na Kenya hivyo hivyo. Ndio makubaliano yetu.
Na sasa hivi Komoro wamekuja kutuomba hapa ofisi ya Mufti kwamba nao wataka kujiunga huko. Sasa tunaangalia masafa yao na sisi kielimu yanakubaliana. Kwa hiyo tuko katika hali ya namna hiyo. Inshallah baada ya kuzungumza hayo, namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie mambo yetu yaende vizuri, atutengeneze, tufunge mwezi wa Ramadhani vizuri, tuupokee mwezi wa Ramadhani vizuri, tutazame mwandamo wa mwezi na tutoe taarifa katika mamlaka yanayohusika, na tunaye katibu wa mwezi hapa Sheikh Muhammad Khamis ambaye kila siku anatoa tarehe, na hizo tarehe anazotoa ni baada ya kuungana na watu wa Zanzibar na Kenya, ndio tunakwenda sambamba katika mambo yetu. Na kule Kenya wana chombo cha kuangalia ile wamenunua, lakini watu wa kwanza kununua ni Zanzibar, ndio wana hicho chombo, wamepata msaada kutoka Omani. Idi moja huko nyuma nimewahi kusema mimi, jamani matajiri, kama yuko mtu anaweza kutununulia na sisi huku bara, atununulie hicho chombo, kisaidiane na chombo alichonacho Zanzibar na alichonacho watu wa Kenya, alafu tusaidiane katika kuangalia kwa macho na usaidizi wa chombo, kisha tutatoa taarifa ya kuandama kwa mwezi au kutoa ndama. Toka siku ile sijamwona tajiri yote kuja hapa, sijamwona hata mmoja, sijamwona hata tajiri mmoja. Kwa hiyo tunatoa wito jamani, kama yuko mtu ana uwezo wa kutunulia atunulie, na wataalamu waliokwenda kusoma hiyo elimu tushawapeleka, walikwenda kusoma Kenya, tunao hapa BAKWATA, tuliwapeleka kipindi kile walikwenda kusoma Kenya, ingawa sisi hatuna hiyo mashine, lakini tunao vijana wamekwenda kusoma, wanajua hiyo habari. Kwa hiyo tunawaomba wale ambao wanaweza kasikia wito huu waendelee kutafuta chombo watuletee, ili twende na sambamba, kwa sababu sisi tunafunga kwa kuona mwezi na tunafungua kwa kuona mwezi na kwa usaidizi wa chombo kama ilivyo Zanzibar. Sasa hivi tutategemea kile cha Zanzibar na kile cha Kenya, na huku tunaendelea kutazama kwa macho yetu mawili. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe macho makali ya kuona mwezi, tuweze kufunga mwezi wa Ramadhani kwa furaha. Mtume anasema mwenye kufurahi kwa kuingia mwezi wa Ramadhani, huyo ni mtu wa peponi. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.